Hii ni Kakwale TV. Ndugu mwenyekiti wa FCCM Taifa, kikundi kimeendelea kufanya kazi mbalimbali za utengenezaji wa samani, ufugaji na uwakala wa mitandao ya simu na benki. Katika utengenezaji wa samani, kikundi kimeendelea kufanya kazi mbalimbali ikiwemo pamoja na zabuni toka katika taasisi mbalimbali binafsi na za serikali. Kwa mwaka 2023-2024, kikundi kimetekeleza zabuni za utengenezaji wa samani toka halmashauri ya wilaya ya Nkasi kupitia shule za msingi na sekondari zilizo na samani ya shilingi milioni 77,250,000. Pia kimetekeleza zabuni toka benki ya NMB ya madawati 100 yenye thamani ya shilingi milioni 12. Pia kimetekeleza zabuni toka Chama cha Mapinduzi na mkuu wa wilaya ya Nkasi yenye thamani ya shilingi milioni 2,500,000. Pia zabuni za watu binafsi zenye thamani ya shilingi milioni 8. Gharama za mradi. Ndugu mwenyekiti wa FCCM Taifa, mradi huu wa Timu Mlawa Workshop umegharimu shilingi milioni 45. Manufaa ya mradi. Ndugu mwenyekiti wa FCCM Taifa, uendelevu wa mradi huu umeleta manufaa yafuatayo kwa wanakikundi na jamii kwa ujumla. Kumewezesha wanachama wa kikundi kujitegemea kiuchumi, hivyo kuondoa dhana potofu ya vijana kusubiri ajira za kuajiliwa. Kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 za kujenga uchumi wa viwanda. Kutoa hamasa kwa vijana wengine kujiunga kwenye vikundi na kuanzisha miradi ya kiuchumi kama ilivyo kwenye mradi huu. Kusaidia taasisi mbalimbali za serikali na watu binafsi kupata thamani zenye ubora unaotakiwa. Kikundi kimetoa ajira ya vijana 30 wanaosaidia katika utengenezaji wa samani, ufugaji na shughuli nyingine za kiuchumi zinazohusiana na kikundi. Changamoto zinazokabili kikundi cha Timu Mlawa Workshop katika utekelezaji wa mradi huu. Upungufu wa vifaa unapelekea kucheleweshwa kwa kazi, kwani inasababisha mafundi kusubiriana wakati wa kufanya kazi. Upungufu wa mashine ya kuranda na kutoboa eneo la karakana, upungufu wa mashine ya kuchana mbao, upungufu wa mashine ya kutengeneza urembo aina ya spindo, upungufu wa mashine ya kukausha mbao na kuunganisha mbao. Changamoto pia ya usafiri wa bidhaa zetu, hasa tunapokuwa na site ya mbali, tunatumia gharama kubwa sana kwenye kusafirisha bidhaa. Lakini tuhakikisha kwamba vijana hawa wakiongozwa na Mlawa huyu hapa, huyu ndio kiongozi wao. Kwa hiyo wamekuwa tumewashika mpaka leo wamefika hapa, na kama ambavyo wamesema kweli wameomba hizo dola 60, na mimi nina uhakika kwamba kwa vigezo ambavyo wanavyo wanakidhi vigezo, tutawapatia. Lakini pia wanafanya kazi binafsi za chama na serikali. Kwa hiyo ni vijana ambao wanaonesha kwa vitendo kwamba wanaweza kujiajiri, wanaweza kusaidia serikali kutoa ajira kwa wenzao, lakini pia na wao wenyewe wanaonesha kwamba ni vijana ambao wakiaminiwa na wanaweza wakafanya wajibu wao kuleta ajira na kutoza nchi yetu iweze kuwa maendeleo. Ndugu mwenyekiti, mimi nianze kwa kushukuru Mwenyezi Mungu, lakini la pili ni kupongezeni vijana wenzangu wa kuchukua jitihada za makusudi za kujitengenezea namna ya kuweza kupata ukwasi. Na nimefurahi mno kusikia taarifa yenu inaeleza ni kwa namna gani mmetumia jitihada hizi katika kujikwamua na ukwasi ama na namna ya kujiletea maendeleo. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Daktari Samia nayo imepanga mikakati mbalimbali ya kutafuta namna 1 na 2 3 ya kuweza kutatua changamoto ya ajira iliyokuwepo kwenye nchi yetu. Nataka nikwambieni, changamoto ya ajira hii sio changamoto ya Tanzania pekee yake. Vyema ama na uzuri nimeshapata nafasi ya kutembea duniani. Changamoto ya ajira ni kwa mataifa yote, kwa sababu kila taifa unaloligusa idadi ya vijana imeongezeka, ardhi imebaki ile ile, fursa zimebaki zile zile. Maana yake sasa ajira lazima zipungue kwa namna moja ama nyingine. Lakini kupungua kwa ajira sio sababu ya serikali ya Chama cha Mapinduzi kukimbia kwenye hilo ama kusema unajua hili ni changamoto la dunia. Hapana. Na ndio maana rais wetu akaja na mikakati mbali ya kuweza kuhakikisha tunatatua changamoto hii ya ajira. Kwa 10% inatengwa na kupewa vijana 4%, wanawake 4% na watu wenye mahitaji maalum 2%. Akaja na utaratibu mwingine wa kutenga 30% katika miradi yote ya serikali inayosimamiwa na halmashauri. Sasa mimi nimefarijika mno niliposikia halmashauri yetu nayo imetenga sehemu ya utekelezaji wa mradi, tenda ile ikawapeni nyinyi vijana wazawa. Wazo hili alokuja nalo ni Daktari Samia baada ya kuona kwamba tunachukua makampuni makubwa, akasema hapana, sasa tuchukue makampuni madogo madogo ambayo kitaalamu hawa wanaita local content, ambapo zimetengwa 30% ziende kwa vijana, akina mama na watu wenye mahitaji maalum.
Ili kuwa wa kwanza kupata habari, matukio, michezo na burudani kila siku kutoka Kakwale TV, bofya neno subscribe kisha alama ya kengele. Usikose.